ushirikiano katika vitendo. Na hivyo ni somo ambalo linaletwa kwetu likitukumbusha, si kwamba linatupatia mambo mapya, lakini linatukumbusha yale mambo ambayo tumekuwa nayo na tumeyasikia mara kwa mara ama mara kadhaa tumeyasikia na tumekuwa nayo wakati fulani miaka mingi sana, na yamekuwa sehemu ya maisha yetu. Na hivyo linakuja kutukumbusha juu ya ushirikiano, lakini si tu ushirikiano, lakini ni ushirikiano katika vitendo. Na hivyo mada kuu hii ya ushirikiano katika vitendo inajaribu kuangazia amri 10 za Mungu. Ya kwamba katika amri 10 za Mungu, amri 4 za kwanza zinaeleza ushirikiano kati ya mwanadamu na Mungu wake, ambaye ni Mungu muumbaji. Na tutaona namna ambavyo ni muhimu sana na vile ambavyo inaweza ikawa na madhara makubwa sana kwa mwanadamu ambaye ni mfuasi wa Yesu Kristo, anayedai na kueleza ya kwamba ni mfuasi wa Yesu, lakini wakati fulani anakosa muunganiko na Mungu wetu. Na ninaamini ya kwamba kila mmoja ana muunganiko na Mungu wa aina fulani. Na hivyo somo hili pia linakuja kutuongezea nguvu katika ule ambao ni muunganiko wetu na Mungu. Pale mahali ambapo huenda muunganiko haujawa imara sana, basi neno la juma hili laweza kuwa mwonzi mdogo ama mwali mdogo wa jua ambao unaweza ukaangaza katika uhusiano ama ushirikiano binafsi wangu mimi na Mungu, wako wewe na Mungu, na hivyo tukawa tumeimarika kiasi fulani. Lakini pia amri 6 za mwisho zinajaribu kueleza ushirikiano ama uhusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu, namna ambavyo tunahusiana. Je, uhusiano wetu kati ya sisi kwa sisi, je, ushirikiano wetu kati ya sisi kwa sisi bado ni imara ama wakati fulani umelegea? Na utagundua ya kwamba tunao uhusiano kati yetu, tunao uhusiano. Na huenda wewe ni mme au ni mke, tunayo mahusiano kama mme na mke. Na huenda una watoto, tunao uhusiano. Na huenda ni mtumishi mahali fulani, una uhusiano na wale ambao unafanya kazi pamoja nao. Lakini huenda pia sisi kama washiriki tuna ushirikiano na uhusiano miongoni mwetu. Lakini ni ukweli kwamba utakubaliana na mimi kwamba ni ukweli, pamoja na kwamba sisi sote tu washiriki wa kanisa moja la Dodoma Central tunaomwamini Mungu, lakini ni ukweli kwamba yawezekana pengine mimi Pastor Andrew, ushirikiano wangu na mzee Veda ukawa ni tofauti na ushirikiano wangu na mzee Imori. Si ni kweli jamani? Ushirikiano kati ya sisi kwa sisi. Na ushirikiano huu ambao unazungumzwa sio tu ule wa kwenda kwenye sherehe pamoja. Mzee Imori ananialika, mzee Veda ananialika, na pengine mwingine naye hanialiki, lakini ni zaidi ya hapo. Napozungumza ushirikiano katika vitendo, tutakwenda kutazama kwa undani zaidi tunapoenda kujifunza. Ushirikiano katika vitendo hutumika kama kilio cha kuungana
ili kuweka kipaumbele katika kujiweka wakfu kwa Mungu kwa kujifunza neno lake na kumruhusu Roho Mtakatifu atuongoze katika utume. Kwa hiyo ushirikiano huu unaenda mbali, kwamba ushirikiano huu zaidi tu ya mimi na mwanadamu mwenzangu, lakini ushirikiano wa mimi binafsi, wewe binafsi na Mungu wetu. Na hivyo linatutaka kufanya nini? Kutoka kusema hadi utendaji. Kutoka kusema hadi utendaji. Wakati mwingine ni rahisi sana mimi kusema kwamba Dr. Rafiki ni rafiki yangu. Ni rahisi wakati mwingine kusema Dr. Rafiki. Jamani, nitakuwa na wataja majina kwa sababu na wafahamu. Na siwataji kwa nia mbaya. Dr. Rafiki namfahamu. Na ni rahisi kusema Dr. Rafiki ni rafiki yangu. Na ni rahisi pia hata wewe kusema kwamba fulani ni rafiki yangu. Katika ushirikiano. Na hivyo somo linatutaka kutoka kuishia kusema fulani ni rafiki yangu, kutoka kwa maneno fulani nashirikiana naye, kutoka kwa maneno kwenda katika vitendo. Bwana asifiwe. Lakini pia linatuelekeza sio tu kutoka katika kusema kwenda katika vitendo, lakini basi linatuelekeza ya kwamba jambo hilo la ushirika katika vitendo linapaswa kuwa ni la maisha. La maisha. Hata wakati fulani huwa tunasema tunampenda Mungu. Si ni kweli jamani? Tunampenda Mungu. Na unajua hata kuja leo ibadani ni udhihirisho kwamba tunampenda Mungu. Lakini tunampenda Mungu kwa namna gani? Tunampenda Mungu kwa kutumia mambo kama manne au niseme sehemu 4 za mwili. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na ule mstari wa 4 hadi mstari wa 7, Biblia inaeleza maneno haya. Mungu anamwambia Musa akawaambie wana wa Israeli, lakini akizungumza nao kama wazazi na walezi, ya kwamba kawaambie wana wa Israeli kwamba wampende Bwana Mungu wao, moja, kwa akili zao zote; 2, kwa roho zao zote; 3, kwa mioyo yao yote. Na Marko anaongezea jambo la 4, na kwa nguvu zao zote. Kwa hiyo tunapozungumza ushirikiano kati yetu sisi na Mungu, kati yetu sisi na wanadamu wenzetu, Mungu anataka kuona ushirikiano katika mambo hayo 4 yakiwa katika ukamilifu wake. Kushirikiana naye kwa akili, kushirikiana naye kwa moyo, kushirikiana naye kwa roho, kushirikiana naye kwa nguvu. Na hivyo wakati mwingine ni rahisi sana kushiriki kwa akili na ikashindikana ushirika wa roho. Na nyakati fulani inawezekana kufanya ushirikiano, uhusiano kwa kutumia nguvu, lakini moyo ukashindikana. Na hivyo somo hili linakuja ili kutuimarisha. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4, ule mstari wa 36 hadi mstari wa 37, inajaribu kueleza juu ya namna ambavyo ushirika wa kivitendo
unaweza kutendwa kwa kutumia akili, kwa kutumia roho, kwa kutumia nguvu, na wakati mwingine kimojawapo kikakataa. Na ndio maana unaona Mungu anasema baada ya hapo ndipo Mungu anawaambia wana wa Israeli kama wazazi na walezi ya kwamba kwa kuwa baada ya kumpenda Bwana kwa nguvu, kwa akili, kwa roho, kwa moyo, sasa ndipo uwafundishe watoto wako kuwa na ushirika wa kivitendo na Mungu wao. Kuwa na ushirika wa kivitendo na watoto wenzao. Hiyo Matendo 4:36 na 37 inaeleza juu ya mtu mmoja aitwaye Yusufu ambaye mitume walimuita Barnaba, mtu wa Kipro. Yesu alipopaa kwenda mbinguni, wanafunzi wa Yesu waliona namna ambavyo walikuwa wanahusiana katika ushirika. Na hivyo Paulo kama mzee, Petro kama mzee wa kanisa akaleta hoja ya msingi. Akasema tunapaswa kuwa na shirika kama washiriki tunaomwamini Yesu Kristo, ili tutende mambo yetu kwa pamoja, ili tufanye utume kwa pamoja, ili tuhusiane kwa namna ambayo ni njema. Tufanye mambo yetu kuwa namna gani? Jamani, mbona hamuitikii? Tufanye mambo yetu kuwa namna gani? Kuwa shirika. Na hivyo akatoa hoja. Na hoja ilipotolewa wakajadili kanisani kama washiriki. Baadaye wakakubaliana kwamba kila mmoja akaangalie alicho nacho nyumbani. Kile ambacho anadhani anaweza kakileta mbele za Bwana na kikatumika kwa kila mmoja wetu na kikatufanya tuwe pamoja na kazi ya Bwana ikasonga mbele. Wakakubaliana kwa pamoja. Sasa Biblia haielezi mambo mengi, lakini inachukua washiriki wawili tu. Halafu inajaribu kuonyesha namna mwitikio wa ushirika kivitendo. Nini kinatokea? Biblia inasema mtu mmoja aitwaye Yusufu alikuwa na mali. Akaenda akauza, akaleta miguuni pa mitume kwa Petro akaweka. Halafu inaishia hapo. Haielezi tena kuhusu Yusufu. Haielezi tena. Lakini sura ya 5 ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 8 inaeleza juu ya familia moja inayoitwa familia ya Anania na Safira. Na yenyewe inapoelezwa, Biblia inasema ya kwamba na wao waliyasikia yale maneno ya Petro na wakakubali. Kwa hiyo waliyasikia yakaingia moyoni, jambo la kwanza. Na Petro anaposema kila mmoja atafakari alicho nacho, wakatafakari akilini pamoja. Na wakakubaliana kama mume na mke kwamba unaonaje lile shamba tukauze, tulilete kwa Bwana, thamani yake tuilete kwa Bwana, ili kazi ya Bwana isonge mbele na tudumu kuwa na umoja na ushirikiano, ili hata yule ambaye hana aweze kupata kwa ajili ya umoja katika kazi ya Bwana. Kwa hiyo nayo wakatafakari, wakatumia akili, ikawapa utambuzi wa kile walichonacho, na hatimaye wakakubali pamoja. Na hivyo wakaondoka kama familia, wakaenda nyumbani. Walitembea kwa miguu yao, wakatumia nguvu zao, wakaenda mpaka shambani, wakauza. Biblia inaeleza wakauza shamba lao. Na wanapomaliza kuuza, kumbuka walipokea jambo hilo moyoni, wakatumia akili zao na wakatumia nguvu zao, wakaenda. Wanapomaliza kuuza, Biblia inaeleza tu jambo moja, kwamba wakaketi, wakajadiliana, na roho zao zikakataa
kufanya ushirika na Bwana katika ukamilifu wake. Kwa hiyo hii familia ilionyesha ushirikiano pamoja na Mungu wao kwa njia ya mioyo yao, wakapokea ujumbe, wakafanya ushirika pamoja na Bwana, wakatumia akili zao, wakafanya ushirika pamoja na Bwana, wakatumia nguvu zao, wakafanya ushirika pamoja na Bwana. Saa ya kutumia roho ikakataa, ushirika ukashindikana kukamilika. Biblia inaeleza tu kitu kimoja, kwamba walipouza shamba wakajadiliana, kwa nini tupeleke tena yote, tunapunguza. Hicho kisa mnakifahamu. Na wanapomaliza kukubaliana, Petro anaondoka, Anania anaondoka, na Safira baadaye anafuata, na yale yaliyotokea hayakuwa mazuri kwa familia hii. Maana Biblia inaeleza tu ya kwamba Mungu aliwaua. Mungu aliwaua. Nikisoma kisa hiki na tafakari sana kwamba watu walipokea neno la mitume, walitumia akili zao kufanya utambuzi, walitumia nguvu zao, lakini roho yao ikakataa kufanya ushirika mkamilifu. Lakini hata hivyo ni kana kwamba walikuwa na kipande ambacho kililetwa ili kudhihirisha ushirika, kwamba tunapeleka kipande hiki ili tukamilishe ushirika. Ndio maana Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote, kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote, na kwa nguvu zako zote. Kwa hiyo ushirika pamoja na Mungu unakamilishwa pale ambapo vitu hivyo vinne vitakubali kuungana na Yesu Kristo. Vitakubali kuungana na Yesu Kristo. Na hivyo wapendwa, kile ambacho tutajifunza katika juma hili ni kwamba ibada binafsi ndio msingi wa ushuhudiaji wa kweli. Ushuhudiaji wa kweli, ushuhudiaji wa kweli ya neno la Mungu inaanza na ibada binafsi. Ushuhudiaji wa kweli hautokani na kile ninachokieleza kwa watu, ila somo linataka kutukumbusha ya kwamba ushuhudiaji wa kweli ya neno la Mungu ni ule ambao unaanza kushuhudia moyoni mwangu juu ya huyo Mungu ninayefanya ushirika pamoja naye, juu ya huyo Mungu ninayemwamini, juu ya huyo Mungu ninayemfuata, juu ya huyo Mungu ambaye ni muumbaji wangu, juu ya huyu Mungu anayeona kila mahali, juu ya huyu Mungu ninayemtumikia. Ushuhuda wa kwanza wenye nguvu ni ushuhuda wa nafsi yangu kwa Mungu. Na ndio maana unaiona familia hii wanapoondoka na sehemu ya mauzo ya shamba lao, na wanapoenda mbele za mitume, ni kana kwamba wanasema tunakamilisha ushirika wetu na Mungu. Na hivyo Petro, pokea fedha ambayo tumeileta ili kukamilisha ushirika pamoja na Mungu wetu. Lakini Petro anamwambia Anania, kwa nini umeuruhusu shetani aujaze moyo wako? Hii inatuambia nini? Ushirika wa kwanza kabla ya kushuhudia watu ni ushuhuda wa nafsi yangu na nafsi yako kwa Mungu wa mbinguni.
Unajua ni rahisi sana kumwambia mzee Veda mimi ni mwaminifu. Ni rahisi. Ni rahisi kumwambia mke wangu mimi ni mwaminifu, na vile anavyoniona na akanichukulia hivi. Lakini moyo wangu ndio unaojua kwamba haya ninayoyashuhudia kwa mwenzi wangu ni kweli, ni sahihi au la. Na ndio maana Roho wa Bwana anasema hapana, wewe si mwaminifu. Ni kweli mwenzi wako anatambua ya kwamba wewe ni mwaminifu kwa sababu unamtendea mema, unajali familia, lakini ndani ya moyo wako umejaza hiana kwa mwenzako. Huo ni ushirika ambao si ushirika wa kivitendo, lakini ni ushirika wa maneno. Na hivyo somo hili linatukumbusha wapendwa jioni ya leo. Ndio maana Biblia wakati fulani inasema jitahidi sana kujionyesha ya kwamba umekubalika mbele za nani? Mbele za Mungu. Mbele za Mungu. Jambo la pili wapendwa, mikakati ya maombi inayoleta matokeo yanayoweza kuwa halisi ndiyo matokeo yanayotarajiwa katika somo la juma hili. Weka mikakati yako ya maombi. Najua kidumu kuwa mtu wa maombi, wakati mwingine hata yale maombi tunayoyaomba, ikiwa bado mahali fulani hatujashikamana na Yesu, yanatuletea hatia mbele za Mungu. Yanatuletea hatia mbele za Mungu. Na hivyo tunapaswa kuwa watu wa maombi. Unapokuwa peke yako, unapokuwa na familia, weka ratiba ya maombi katika nyumba yako. Weka ratiba ya maombi binafsi. Wakati fulani tunapopoteza maombi, ndivyo shetani anavyozidi kutushambulia. Na ndivyo ambavyo hatuwezi kuona na kutambua udhaifu mdogo mdogo ulio ndani ya mioyo yetu. Lakini kwa kadri tunavyodumu katika maombi, ndivyo tunavyotambua hata ule udhaifu unaoonekana kuwa mdogo sana katika maisha yetu. Na huo mdogo unaathiri mahusiano yetu na Mungu. Lakini mbinu za kujifunza Biblia ambazo zinabadilisha maisha ya kila siku, kwamba tunapaswa kuwa wasomaji wa neno. Wasomaji wa neno. Kwa sababu ninaposoma neno linanishuhudia binafsi. Linanishuhudia. Na hivyo somo la juma hili linatuelekeza wapendwa kuwa wasomaji wa neno. Panga ratiba ya kujifunza neno la Mungu. Natambua ya kwamba wakati mwingine tunakuwa busy na majukumu na mambo ya hapa na pale, lakini tusisahau kulisha mioyo yetu neno la Mungu ambalo litatufanya tuendelee kusitawi na litakuwa ushuhuda katika mioyo yetu tunapoweka mikakati ya kusoma neno la Mungu, ili kujenga na kuimarisha ushuhuda binafsi. Na hivyo ushirika wetu na Mungu utatusukuma kutenda mambo ya Mungu. Na hivyo ushirika wetu na Mungu utatusukuma kutenda mambo ya Mungu. Pasipokuwa na nguvu ya maombi na muunganiko na huyu Mungu, tunakosa ushuhuda binafsi. Ndio maana kisa hiki ambacho tumekisema hapa
kinadhihirisha wazi ya kwamba Anania na familia yake walidhani ya kwamba wanaenda kukamilisha ushirika wao pamoja na Mungu wao. Lakini Mungu anawaambia ya kwamba huu sio ushirika kamili. Ni kweli Petro ataona ni ushirika kwa sababu ni mwanadamu, lakini mimi Mungu nijuae sirini na rohoni akaiweka wazi familia hii. Na hivyo tunapofanya ushirika wa kivitendo na Mungu kwa nguvu zetu, kwa akili zetu, kwa roho zetu na kwa mioyo yetu yote, Biblia inasema tunapata nguvu ya kutenda mambo ya Mungu. Kuna hatari wakati fulani ikiwa hatutaweka ushirika wetu ulio kamilifu na Mungu. Kuna hatari ya kutenda sana mambo ya kanisa na mambo ya dini kuliko mambo ya Mungu. Na hii unapaswa uelewe. Ushuhuda binafsi. Unaweza kukuta mtu anashughulika sana na kazi ya kanisa, shughulika sana na matendo ya dini, lakini ushuhuda binafsi unamkana mbele za Mungu anayemtumikia. Na hiyo ni mpaka iwepo nguvu ya maombi na neno la Mungu, ndipo tunaweza kuona hata ule udhaifu mdogo ambao wakati mwingine unaweza usionekane kuwa na athari kwenye mahusiano yetu, lakini ukweli ni kwamba ndio unaotumaliza na ndio utakaofunga mlango wa mbinguni tusiingie katika ufalme wa Mungu. Shuhuda binafsi. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31, Biblia inasema hata walipokwisha kumuomba Mungu, hawa ni wanafunzi wa Yesu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa namna gani? Kwa ujasiri. Na unajua Biblia inaposema pia kunena neno la Mungu kwa ujasiri, sio kunena kwa nguvu. Kuna tofauti. Kunena kwa ujasiri na kunena kwa nguvu. Kunena kwa ujasiri ni kunena kile kinachoushuhudia moyo wako. Na ukumbuke wanafunzi hawa, kwa nini wananena neno kwa ujasiri? Ni kwa sababu baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, na Yesu ameshawaandaa miaka 3.5 wakiwa pamoja naye, wakiwa wamefanya pamoja naye kazi, Yesu akiwatuma wakienda wakifanya mambo makubwa. Lakini kwa miaka 3.5 Yesu anawaambia, sasa ninapaa kurudi kwa Baba na ninyi ndio mtakao kuwa mashahidi wangu. Lakini sikilizeni, rudini Yerusalemu, msiende kazini kwanza. Msiende. Najua ndio mnaweza kuhubiri, najua ndio mnaweza kutangaza, lakini sikilizeni, msiende. Maana mtazungumza na mtanena kwa nguvu, lakini hamtanena kwa ujasiri. Kwa sababu mioyo yenu inawashuhudia. Na unajua anayezungumza hayo ni Yesu. Ameshajua yaliyo ndani ya Petro yaliyokuwa ndani ya Yakobo. Anawafahamu. Na ukitaka kuamini ni baada tu ya Yesu kusulubiwa siku ya Ijumaa, Sabato wakapumzika, hawakuona ushuhuda wa ufufuo wake, kwamba Yesu ana nguvu za kurudi kutoka mautini. Jumapili jamaa wakaendelea na biashara zao.
Lakini wamekaa na Yesu miaka mingapi? 3.5. Kwa sababu ya ushuhuda wao binafsi. Na ndipo Yesu anapowatokea wanafunzi hao, wanaenda wanaketi. Anawaambia ketini kwanza. Wanaketi siku 9. Na Biblia inaeleza siku 9 walikuwa wanafanya nini? Hawakuwa wanahubiri, hawashuhudii nyumba kwa nyumba, hawakwenda kufanya effort, hawakufanya chochote, hawakwenda popote, lakini Biblia inasema wakaketi kwenye chumba cha juu walipokula meza ya Bwana ya mwisho na Bwana wao Yesu Kristo. Na Biblia inasema wakaungamiana wao kwa wao, wakiondoa tofauti zao. Swali ni hili: hawa wanafunzi wa Yesu Kristo waliekaa na Yesu miaka 3.5 walikuwa na tofauti gani? Hizo ambazo baada tu ya Yesu kuondoka wanaanza kuziondoa. Na unajua walitumwa na Yesu, wengine walitoa mapepo. Wengine walienda huko wanamwambia Bwana, tumekutana na mtu ana mapepo, tumemshughulikia mpaka yamekimbia. Bwana anasema msijisifu kwa sababu pepo wamewatii. Maana hata hivyo ni kama Yesu anasema niliwasaidia tu, maana kwa namna mlivyo huwezi ukatoa pepo. Maana yaliyo ndani ya mioyo yao yanawashuhudia kwamba hawajawa na ushirika wa kivitendo na Bwana wao. Ni mpaka Yesu anapoondoka ndipo wanaingia kwenye chumba cha juu, wanaanza kufanya toba, wanaungamiana wao kwa wao, wakaondoa changamoto zao na tofauti zao kwa muda wa siku 9. Kwa hiyo maana yake ni nini? Hao wanafunzi wa Yesu wakawa na 10 days of prayer. 10 days of prayer. Na unajua ndiko tunakopata msingi wa 10 days of prayer katika kanisa hili. Kwa hiyo wanapomaliza 10 days of prayer, siku hiyo ya 10 ndipo Biblia inasema hata walipokwisha kumwomba nani? Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Kwa hiyo siku zote walikuwa wakinena, lakini kwa nguvu, ila si kwa ujasiri. Unajua hata leo ukimdanganya mtu unaweza ukajitutumua kueleza mambo mbele zake ili akuamini, lakini ukweli ni kwamba hauna ujasiri moyoni. Ujasiri sio tu wa kuzungumza. Ujasiri ni ukweli wa nafsi dhidi ya kile ninachokieleza. Huo ndio ujasiri unaozungumzwa hapa. Kwa hiyo hata wanaponena kwa ujasiri ni kwamba wananena kwa sababu hata zile tofauti zao, mambo yao waliokuwa nayo ya kisirisiri, na huku wanatangaza. Na unajua mpaka watu waliwaita hawa ni Wakristo kwa sababu wanaambatana na Yesu kila mahali. Na hata waliamini kwamba hawa watu kwa kweli pamoja na Yesu wao wana ushirika ambao hakuna mtu awezaye kuuondoa. Lakini kumbe Yesu naye alikuwa tu anawaimarisha. Na wapendwa, unajua hata sisi hatuna tofauti na wanafunzi. Hatuna tofauti na wanafunzi. Na hivyo kila tunapolisikia neno la Mungu linakuja ili litujenge mahali fulani, lituimarishe mahali fulani, ili ushirika wetu pamoja na Mungu uhame kutoka kwenye maneno uende kwenye vitendo. Lakini vitendo hivyo pia visiwe vya nguvu tu, viwe vya ujasiri. Vinginevyo nitakuwa ninashughulika na matendo na mambo ya kanisa na mambo ya dini, nikasahau kushughulika na mambo ya Mungu. Kwa hiyo somo hili linatueleza nini? Kwamba tuhame kushughulika na mambo ya kanisa, tuhame kushughulika na mambo ya dini, tushughulike na mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Na hii haimaanishi kwamba sasa uache mambo ya kanisa
kwamba sasa mchungaji amesema tusishughulike na mambo ya kanisa, tushughulike na mambo ya Mungu. Sikiliza, kushughulika na mambo ya Mungu maana yake nini? Maana yake ni kwamba unaposhughulika na mambo ya kanisa, hayo mambo unayoshughulika nayo ya kushuhudie ya kwamba umekubalika mbele za huyo Mungu unayemtumikia. Vinginevyo tutafanya ndio, na mambo makubwa yatatokea. Lakini kwa kuwa maisha yetu pia hayana garantii, nikikatika leo sitaenda mbinguni. Mungu hata nipeleka mbinguni kwa sababu nilifanya mambo makubwa, kwa sababu nilibatiza wengi, kwa sababu niliimba kwaya muda mrefu. Bwana atanichukua kwa sababu tabia yangu ilikuwa na ujasiri ndani yake. Maisha yangu yalikuwa ni ushuhuda tosha kwa Mungu wangu. Huwa nawaambia watu siku hizi kwamba wakati fulani kama kanisa huwa tunaandaa kitu kinachoitwa jicho la kanisa, na tunalitumia kama kipimo cha kibinadamu. Tunaandaa hata waaminifu, orodha ya waaminifu. Mkuu wa wakili mzee Steve, tunaorodhesha orodha ya waaminifu mbele za Mungu. Hawa tunaowaona sisi, kwa sababu sabato iliyopita alitoa zaka na sadaka, sabato inayopita alitoa, mwezi uliopita alitoa, mwezi uliopita anatoa. Wakati tunaandaa, tunaweza tukawa na orodha ndefu ya watu ambao kama kanisa tunawaita ni waaminifu mbele za Mungu. Lakini ukweli ni kwamba mioyo yetu inatushuhudia kwamba ni kweli nimeandikwa kama mwaminifu kwenye kanisa, kwenye daftari la kanisa, lakini moyo unanishuhudia kwenye daftari la Mungu simo. Ni kweli mwenzi wangu na familia wananiona mwaminifu, baba anayejali familia, anayetunza familia, lakini kwenye mioyo ya familia yangu ninasomeka kama baba bora, kama mama bora, lakini kwenye daftari la Mungu ninasomekaje? Bado Mungu ananiona kama baba bora. Ushuhuda binafsi una nguvu kuliko ushuhuda wa kushuhudiwa na watu wengine. Hicho ndicho ambacho somo linatutaka tufanye. Tuwe na ushuhuda binafsi kwa Mungu kuliko ushuhuda tunaoshuhudiwa na watu. Na hivyo wanafunzi katika Vitendo, kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 17, Biblia inasema Yesu akawaambia, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa nani? Wa watu. Yesu anawaita wanafunzi, anawaambia ya kwamba njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Na hivyo wakati fulani, kama ilivyo kwa wanafunzi hawa pia, kuna wakati hata sisi tunapata shida kushuhudia maisha yetu binafsi kuhusu kile tunachokifahamu kuhusu Mungu. Na kwa nini kushuhudia wakati fulani kunaonekana kama kitu kigumu sana kukifanya? Kila mara kumbuka mambo haya matatu. Jambo la kwanza, katika maisha ya mwanafunzi wa Yesu Kristo, maombi jambo la kwanza, kujifunza Biblia jambo la pili, na kushuhudia jambo la tatu. Hayo ni mambo ya msingi sana katika maisha ya Mkristo. Maombi, kusoma neno na kushuhudia. Na unajua huwezi kushuhudia kama usomi neno, kwa sababu tunapata nguvu ya Mungu, tunapata kweli ya neno la Mungu kwenye neno la Mungu.
Kwa hiyo siwezi kushuhudia ikiwa sisomi neno, na siwezi kulielewa neno ikiwa sina maombi. Na hivyo utagundua maombi ndilo jambo la muhimu sana kwenye maisha ya mcha Mungu, na hivyo yanampatia nguvu hata anaposoma neno la Mungu. Anaposoma neno la Mungu, na anaposoma neno la Mungu anaipata ile kweli, na Roho wa Mungu anayemuomba anamsadikisha huyu mtu anayesoma neno la Mungu. Na anaposadikishwa juu ya ile kweli iliyo katika Biblia, ndipo huyu mtu anaweza akaishuhudia kwa watu wengine. Kwa watu wengine. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kushuhudia. Ndio maana unaona hata wanafunzi wa Yesu Yesu anapopaa anawaambia, hapana, subirini kwanza mpaka mtakapoipokea ile nguvu, ahadi ambayo anawapatia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na ile aya ya 8. Na hivyo wapendwa, tunamhitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kushuhudia. Wakati mwingine watu wanajiuliza kwamba huyu Roho ambaye tunamsikia kila siku, tumekuwa na 10 days of prayer, kila mwaka tuna makambi, kila mwaka tuna hiki, tuna majuma ya kila wiki, huyu Roho huyu. Wapendwa, kanuni ni moja. Ulimwengu wa imani leo una njia nyingi za namna ambavyo zinadhihirisha uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini pia ulimwengu wa imani una namna nyingi unavyoeleza jinsi ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Wengine wanasema ya kwamba leo tutakuwa na mkesha wa kupita na kukanyaga mafuta ili kupokea upako wa Roho Mtakatifu, upate nguvu ya Roho Mtakatifu. Wengine wanasema leo tuna mkesha wa kupita katika birika la Siloamu ili tuweze kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini sikiliza, walipokeaje wanafunzi wa Yesu Roho Mtakatifu? Na unajua wakati mwingine huwa tunaweza tukajiuliza kwamba hivi sasa tunampokeaje huyu Roho? Niombe mara ngapi? Niombe maombi ya namna gani ndipo nimpate huyo Roho Mtakatifu? Sikiliza, kanuni ni moja tu, tena nyepesi. Wanafunzi wa Yesu walimpataje huyu Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza, waliungamiana wao kwa wao. Unajua hata kwenye familia hakuwezi kuwa na utulivu kama hatujaungamiana makosa yetu. Hakuwezi kuwa na utulivu. Na unajua utulivu ukikosekana kwenye familia, maana yake utulivu unakosekana mpaka kwenye kazi ya Mungu. Utulivu unakosekana mpaka kanisani. Na hivyo tunahitaji kuungamiana. Kwa hiyo namna ya kupokea nguvu, kwa sababu Roho anasema ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa kulisoma neno na nikalitii neno. Daudi anauliza katika Zaburi 119 mstari wa 9, anasema, ni kwa jinsi gani basi kijana anaweza akaisafisha njia yake, anaweza akasafisha maisha yake, anaweza akasafisha mwenendo wake, anaweza akaimarisha. Ni kama anasema, anawezaje kuimarisha ushirika wake na wewe? Huyo kijana anawezaje? Daudi anasema ni kwa kulitii neno la Mungu. Sasa Daudi anaeleza, haelezi tu kusoma. Yeye anasema ni kwa kulitii, maana anajua huwezi kulitii kwanza usome. Na ukishalisoma likakueleza namna ya kutenda, basi utii. Na sio kutii wakati fulani, ni kutii wakati wote. Halafu anamalizia kulifuata. Unatii alafu unafuata. Na ndicho walichokifanya wanafunzi wa Yesu. Wakapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna wakati ushirika wetu haukamiliki.
ushirika wetu unakosa vitendo na Mungu wetu. Unakosa. Ndio maana katika kitabu cha, tunapoelekea kumaliza, katika kitabu cha Fungua Pamoja Nami. Kwa hiyo huwezi kushuhudia bila maombi. Mwanadamu hawezi kushuhudia bila maombi. Mama Waita anaeleza jambo hili katika Testimony for the Church, shuhuda kwa kanisa, gombo la 5 ukurasa wa 538. Anasema hivi: kuupenda ulimwengu, kuipenda dhambi pendwa, kumeuengua moyo kutoka kwenye upendo wa maombi na kuyatafakari mambo matakatifu. Mfumo wa ibada za kidini umedumishwa, lakini kumpenda Yesu kuko wapi? Hali ya kiroho inakufa. Kuupenda ulimwengu, kuipenda dhambi pendwa, kumeuengua moyo kutoka kwenye upendo wa maombi na kuyatafakari mambo matakatifu. Na hivyo mfumo wa ibada za kidini umedumishwa. Yaani unajua, ukishakuwa na maombi haba, ukishakosekana na muunganiko na Mungu, unaweza, mwanadamu huyu anaweza akadumisha sana ibada za kidini. Na hivyo haiwezekani mwanadamu kushuhudia ukweli wa Mungu pasipo Roho Mtakatifu. Kama vile desturi ya dini bila maombi, Biblia inawaonya Wakristo pia kuogopa kuwa na ukweli pasipo Roho Mtakatifu. Yaani Biblia inaonya kuwa na ukweli pasipo Roho Mtakatifu. Anamaanisha nini? Kisa kinachotolewa katika kitabu cha Mathayo sura ya 25. Anaeleza habari ya wanawali 10. Anasema wanawali 10 hao walikuwa ni washiriki wa kanisa. Na hao wanawali 10 walionekana kufanana sana, kiasi kwamba huwezi ukawatambua kwa kuwatenganisha. Paulo anapoeleza tabia za washiriki, anaeleza katika makundi makubwa matatu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14 na Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Anaeleza kundi la kwanza, anasema ni la watu ambao wana tabia ya asili. Hawa wenye tabia ya asili, anasema ya kwamba hawawezi kulipokea neno, kwa sababu kulipokea neno kunakuja kwa njia ya, hawawezi kuupokea ukweli kwa sababu ukweli unakuja kwa njia ya neno. Na wao wamesema mioyoni mwao ya kwamba neno la Mungu kwao ni nini? Ni upuuzi. Kwa hiyo hilo analiita kundi la kwanza la watu wa tabia ya asili. Na anasema hao huwezi kuwakuta kanisani, na pengine ndio wale tunaowaita wapagani, wasiomcha Mungu, watu ambao wanaamini historia, wanaamini juu ya sayansi, na inafika mahali wanasema Mungu hayupo. Si rahisi sana mtu kukubali ukweli wa Mungu ambaye haamini Mungu hayupo. Anawezaje kukubali ukweli wa Mungu ambaye yeye mwenyewe haamini kwamba Mungu yupo? Haamini. Lakini kundi la pili anasema ni watu ambao wana tabia ya kiroho.
Hawa wanawaita watu wa rohoni. Kwa nini wanaitwa watu wa rohoni? Ni kwa sababu wamejazwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Wamejazwa na Roho Mtakatifu. Lakini tabia ya pili anasema ni watu ambao wana tabia ya mwilini, na haya makundi mawili yako kanisani na huwezi ukayatenganisha kwa kuyatambua. Ndio maana wakati fulani wanafunzi wa Yesu anatoa kisa, anasema Bwana, tulipanda shamba, na tulipopanda shamba tulipanda mbegu njema, na sasa mbona magugu yanaonekana kuwa yameota, Bwana tukayang'oe? Yesu akamwambia no, msiyang'oe kwa sasa, kwa sababu kwanza huwezi kujua kati ya gugu na ngano. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta mmeng'oa ngano na mmeacha magugu. Kwa hiyo yaacheni kwanza yakue. Yakishakuwa ndipo tunaweza sasa tukayatenganisha. Kwa anasema haya makundi mawili haya wakati mwingine sio rahisi kuyatambua. Na Mungu ametupatia neno la jioni ya leo ili tutambue, na kisha Bwana atujalie tubaki kwenye kundi la watu wa rohoni. Bwana asifiwe. Anasema hawa wanaoitwa watu wa tabia ya mwilini ni kwa sababu wamejawa na matendo ya dini kuliko kujawa na Roho Mtakatifu. Na hivyo katika Mathayo 25 anaeleza habari ya wanawali 10. Anatumia kisa hiki anapozungumza juu ya ufalme wa Mungu. Na unajua tusisahau, pamoja na yote tunayoyafanya, lakini tunatarajia thawabu yetu Yesu akija. Huyu Mungu tunayemwamini, tunatarajia thawabu yetu. Na thawabu tunayotarajia si nyingine, ni ya uzima wa milele. Tuwe tumelala, tuwe wazima, hiyo ndio taraja yetu, tumaini lenye baraka. Sasa Yesu anapotumia kisa hiki, anatumia mfano wa kisa cha ufalme wa Mungu na bwana harusi. Kwamba bwana harusi alifanya harusi na hawa wanawali 10 wote walikuwa na habari juu ya harusi ya bwana harusi. Lakini si hivyo tu, hawa wanawali 10 wote walikuwa wanafahamu kwamba bwana harusi ameenda. Lakini hawa wanawali 10 wote walijua ya kwamba bwana harusi atakuja. Maana harusi za zamani siku hizi ni kama zinaenda kuishaisha, lakini basi ukiacha zamani nyakati za Biblia, lakini basi zamani zetu, zamani za kina mzee Kuboja, nakumbuka kule kwetu mzee harusi tulikuwa tuende ukumbini. Kwanza kadi ya harusi ni daftari la shilingi 200 linanunuliwa, alafu linachanwa mistari 3. Unaalikwa tu familia ya mzee Kuboja inakualika kwenye sherehe. Hakuna cha mchango, hakuna cha nini. Unapokea kadi ya karatasi ya daftari mistari 3. Na amemaliza. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda. Halafu bwana harusi anapooa, inapofika huenda majira ya saa 5 asubuhi au saa 8, inategemea na umbali kati ya bwana harusi kwao bwana harusi na kwao bibi harusi. Ndugu wa bwana harusi wanaondoka. Wanapoondoka wanaenda kwao bibi harusi akiwa na washenga. Unajua siku hizi huwa hawaendi, siku hizi wanasubiri kwanza bibi harusi amekuja kanisani, wana march. Ndio wanaingia. Ndio wanaingia wadau sasa. Wanakuja wamepigilia vitu si mchezo. Paka wakati mwingine mchungaji ukiviangalia unasema hivi navyo vina ushirika kamili na Mungu wao. Kwa hiyo walikuwa wanaenda, na inapofika jioni pia wanakadiria kwamba tutatumia muda gani tufike angalau bado mapema. Kwa hiyo wanapoenda kwao wanapikiwa chakula, wanakula, wanatozo zao za kiaina. Wakimaliza ndipo wanaondoka na bibi harusi. Na wote walioenda, wadogo zake bwana harusi, ndugu zake, majirani,
wanapoenda kule kazi yao ni kubeba vyombo vya bibi harusi. Wanagawana kitanda, huyu amebeba chaga moja, huyu amebeba chaga ya pili, huyu amebeba sijui fumbatio, sijui inaitwaje, sijui ni fumbatio, sijui ni fumbati. Haya, mwingine la mbele, mwingine la nyuma, mwingine la pembeni, huyu ana sufuria, huyu ana sijui kitu gani. Yani wanagawana vitu, kila mmoja anapata cha kubeba. Wanaanza safari kwa mguu. Ikifika jioni kama majira ya saa hivi wakiwahi sana wanakula pause mahali fulani. Alafu ndipo wanaingia sasa, giza limeshaingia. Kwa nini? Ili tusimuone bibi harusi haraka. Kwa hiyo wanakuja kakiwa na kagiza. Alafu ndipo sasa unaona kila watu wanafanya tamaduni zao, lakini kule kwetu bibi harusi akija anakuta tumetengeneza kama kamlango hivi. Ni vitu zimewekwa namna hii mahali fulani kwamba akiingia anamkuta baba mkwe hapa. Na baba mkwe anakuwa na ndama ya kondoo, ndama ya ng'ombe. Alafu ile bibi harusi wakifika hapa, wanabaki wengine wote, yeye ndo anakuwa wa kwanza kuingia. Na anapoingia cha kwanza anakutana na baba mkwe. Baba mkwe anashika lile sikio la ng'ombe, anamshikisha mkamwana. Baba ndiye anayemkaribisha, anasema, mkamwana karibu. Lakini siku hizi mzee vijana wanaoa, hata baba hana habari. Baba mkwe ndiye anayemkaribisha bibi harusi. Bibi harusi akishaingia ndipo unaona vigeregere. Mama mkwe naye anatoka, anajopora wapambe wake, wanashangilia bibi harusi amefika. Ndipo na mengine yote yanaendelea. Sasa hawa wanawali walijua bwana harusi atakuja. Wote walikuwa na habari. Na unajua saa ilipofika, Biblia inasema wakaenda mahali ambako bwana harusi alikuwa anafikia. Na walijua bwana harusi kuna nyakati atakuja usiku, wakaenda na taa. Na wote walikuwa na taa. Na walipofika, taa zao zote, wote 10 zilikuwa zinawaka. Kadiri masaa yalivyozidi kusogea na bwana harusi anazidi kuchelewa, wote wakasinzia. Wote 10 walisinzia. Usingizi ulipokuwa mzito kabla ya bwana harusi kuja, wakalala. Biblia inasema wote walilala usingizi. Halafu baadaye ndipo wanasikia kelele, shangwe za bwana harusi. Wote walisikia, wakaamka. Wanapoamka ndipo wanagundua, Biblia inasema ndipo 5 wakagundua taa zao zimefanya namna gani? Zinazimika. Wakagundua ya kwamba zimeishiwa mafuta. Lakini wale 5 wengine nao wanapoona taa zao zinataka kuzimika, wakachukua mafuta wakaweka. Na hivyo taa zao zilikuwa na mafuta ya kutosha. Wakati hawa 5 wanajifikiria tunafanyaje na taa zetu ziendelee kuwaka ili bwana harusi anapokuja tuweze kumuona. Kelele wanaisikia, lakini bwana harusi hajafika na taa zimezimika. Wakawaambia, Biblia inasema wale wanawali 5 ambao taa zao zilizimika, wakawaambia wale ambao taa zao zinawaka kwamba tupeni mafuta kidogo na sisi tuweze kuwasha taa zetu ili tumuone bwana harusi. Unajua kisa kinaeleza nini? Kwamba wale wanawali waliokuwa na mafuta ya kutosha wakawaambia wale wanawali 5, hatuwezi kuwapa, maana haya yanatutosha pekee. Sikia, hatuwezi kuwapa, maana haya yanatutosha peke yetu. Tunachoweza kuwasaidia ni sisi kubaki tunawalindia taa zenu.
kama mnaweza, ama vinginevyo Biblia inasema nendeni mkatafute nini? Mafuta. Kabla bwana harusi hajaingia, nendeni mkatafute. Na wao wakaona wamepewa ujanja, na hivyo Biblia inasema wakaondoka wakaenda kutafuta mafuta. Lakini ukweli ni kwamba kabla hawajayapata na kabla hawajarudi, bwana harusi akawa amefika. Wale 5 welevu waliokuwa na taa zao zinawaka wakamlaki bwana harusi, wakaingia naye ndani. Wanapomaliza kuingia ndani, bwana harusi akafunga mlango. Wale 5 ndipo wanarudi. Wanaporudi wanasema, tufungulieni, maana hata sisi ni miongoni mwa hao wanawali walioingia. Wenzetu taa zao zilikuwa na mafuta, sisi zilizimika, na hivyo tulienda kutafuta mafuta, na hivyo tumerudi, tunaomba tufungulie. Lakini Biblia inasema hakuna mlango uliofunguliwa. Hasa wakati fulani nilikuwa ninajiuliza kwamba, Pastor Yesaya, hawa wanawali waliokuwa na mafuta, kwa nini waliamua kuwa wachoyo hata wasiwagawie wenzao mafuta? Maana wamekesha wote na walikuwa na nia moja. Kwa nini wasingewagawia mafuta ili na wao wamuone bwana harusi? Roho ya unabii nasema kisa hiki kilikuwa kinaleta fundisho kwa washiriki, ya kwamba haya mafuta yanayozungumzwa ni mfano wa nguvu ya Roho Mtakatifu, ambaye kila mmoja anapaswa ampokee. Na ukweli ni kwamba hakuna namna, mzee Kuboja, unaweza ukamgawia mama Kuboja nguvu ya Roho Mtakatifu. Hakuna namna, haiwezekani. Mzee Rugora, haiwezekani. Mama Mchenye, huwezi kumgawia mzee Mchenye nguvu ya Roho Mtakatifu, haiwezekani. Nguvu hii kila mmoja anaipokea yeye binafsi, baada ya yeye kujishuhudia yeye binafsi mbele za Mungu. Unajua kwa nini, mzee Kuboja? Hata mimi siwezi kumgawia mama mchungaji, siwezi. Sio kwamba nakuwa mchoyo, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati mama mchungaji ananiona mimi ni mchungaji, ananiona mimi ni mtu wa kiroho, ananiona mimi ni mume wake mwaminifu, ananiona mimi ni mtu wake. Tena wakati fulani ananiamini na anadhani ya kwamba mimi nina uwezo wa Roho Mtakatifu kuliko yeye. Lakini kumbe mimi ni mchungaji msanii. Nina kadhambi fulani huko nimekashikilia, pengine ni kauzinzi, pengine ni kaulevi, ambako mke wangu hajui kabisa. Na ndio maana siwezi kwenda, hata kama mke wangu akijua akaniambia, mume wangu acha uzinzi, hata kama nikimwambia nimeacha, na mazingira yote yakaonyesha kwamba ni kweli nimeacha, maana kila akinifuatilia haoni chembe chembe wala harufu, lakini ukweli ni kwamba nina kimada. Maana sasa amemjua wada, sasa ninaye wa Mbeya, atamjulia wapi? Mzee kitu gani? Atamjulia wapi? Hawezi. Sasa amemjua wa Dodoma Central, naenda kutafuta wa Kantaramba huko, anamjulia wapi? Kwa hiyo anasema huwezi ukamgawia mtu Roho Mtakatifu. Na hivyo tofauti pekee ya hawa wanawali ilikuwa kwenye mafuta. Ndio ilikuwa tofauti pekee.
Na kitendo cha kukosa mafuta wakashindwa kumuona bwana harusi. Hawa kwa kitendo cha kuwa na mafuta wakamuona bwana harusi. Sasa sikiliza, kilichowafanya wamuone bwana harusi si kwa sababu walikuwa na ukweli mwingi unaomhusu bwana harusi. Maana hata hawa wanawali watano wapumbavu walikuwa na ukweli ule ule juu ya bwana wao. Tena yawezekana wale ambao walikosa mafuta, kuna watu walikuwa na ukweli wa kutosha kuliko hawa watano waliokuwa na mafuta. Na ni hatari sana kuwa na ukweli pasipo Roho Mtakatifu. Hatari kubwa sana. Utashughulika na kazi ya kanisa, utashughulika na matendo ya dini, lakini unamwacha Mungu. Mungu atusaidie jioni ya leo. Ushuhuda wetu binafsi utufanye kuwa majasiri mbele za Mungu. Mimi ni wa kwanza ambaye natamani ushuhuda wangu binafsi unishuhudie mbele za Mungu ya kwamba mimi ni mtoto wake. Na akili yangu itambue wazi kwamba mimi ni mtoto wa Mungu kwa sababu nayajua maisha yangu. Huenda na wewe unatamani jioni ya leo uungane nami kusema ya kwamba unatamani ushuhuda wa maisha yako binafsi uwe ndio ushuhuda unaokuunganisha na Mungu wako kimaneno na kivitendo. Ikiwa ndilo ombi lako, waweza kusimama mahali ulipo. Mungu atujalie. Tunapokwenda kwa maombi, tutaimba wimbo namba 100, wimbo namba 41. Njoo Roho Mtakatifu. Kiongozi wa nyimbo, tafadhali unaweza ukatuongoza kuimba wimbo huu, wakati huo tukisogea kwa ajili ya maombi. Na nimuombe Pastor Deule, tafadhali utakuja hapa, utatuongoza kwa maombi. Wimbo namba 41. Tunapouimba tutafakari na turuhusu Roho wa Mungu atuongoze. Fikra zako na ziwe wazi mbele za Mungu jioni ya leo, na kuonyesha uhitaji wa msaada wa Mungu ili kukamilisha ushirika wako na Bwana wako. Na hivyo tutakapokuwa tukitembea kuja hapa mbele, muombe Mungu awe msaada wako. Hatutaweza peke yetu, ni mpaka Mungu ametusaidia. Wimbo namba 41. Roho Mtakatifu, namba 40. Njoo Roho Mtakatifu. Njoo Roho Mtukufu, oshe moyo wangu, utakase nia yangu. Njoo nijaze sasa, Roho Mtukufu, njoo nijaze sasa, utakase nia yangu. Njoo nijaze sasa, ujalize moyo wangu, ijapo sikuoni, nami
sasa. Roho mtukufu, njoo nijaze sasa. Utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Nimejaa udhaifu na inamia kwako. Roho mtukufu sasa nitilie na nguvu. Roho mtukufu, njoo nijaze sasa. Utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Unioshe, nifariji, niponye, nibariki. Unijaze moyo wangu, ndiwe mwenye uwezo. Roho mtukufu, njoo nijaze sasa. Utakase nia yangu, njoo nijaze sasa. Tukiwa tumeinamisha nyuso zetu, Baba yetu na Muumbaji wa mbinguni, asante kwa kuzungumza nasi katika jioni ya leo. Hakika tunapokea ujazo Roho Mtakatifu. Ninaomba aweze kutusaidia kufanya mabadiliko katika maisha yetu. Asante hata kwa sababu unaendelea kutusamehe dhambi zetu. Endelea kutuumba upya Bwana. Katika mianzo hii tunahitaji kufanya mabadiliko. Wakati fulani matendo yetu kabisa hayahubiri. Wakati fulani hata mienendo yetu kabisa nguvu inatoweka. Wewe Bwana hauwakilishwi vema kupitia sisi. Ninaomba kupitia matendo yetu, juma hili tunapoendelea kujifunza, tupokee ujazo Roho Mtakatifu, tukatende sawa sawa mapenzi yako. Tusaidie sisi kufungamana katika utume kweli kweli. Tukajikite katika neno lako. Naam, lolote tutakaloitenda Bwana wewe ukaweze kututangulia. Tunamkabidhi mtumishi mikononi mwako Pastor Andrew, atakapokuwa akituongoza katika juma hili. Mjaze na Roho wako Mtakatifu. Mpatie uvuvio wa pekee ili kwamba juma hili kila mmoja kaone namna ambavyo ametanga mbali na tunapaswa kurejea miguuni pako. Wale wanawali 5 ambao hawakuweza kujiandaa mapema kuwa na mafuta ya akiba, wakawa na nafasi ya kuomba kwa wengine lakini hawakupata. Sisi tupatie nafasi ya kujiandaa mapema. Roho wako akae ndani yetu. Vikwazo na majaribu ambavyo vitakuja mbele yetu, tuweze kupata nafasi ya kushinda. Tukashinde kwa sababu wewe utakuwa ndani yetu uliye mshindi. Baba mbinguni,
Utukuzwe milele. Enda nasi katika jioni ya leo. Naam, turejeshe tena hapo kesho. Tunapokuja tuwakumbushe hata marafiki zetu, ndugu na jamaa, hata majirani zetu, tuje nao katika ibada hii ambayo tunaendelea kwa wiki hii. Utukuzwe milele. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.